habari inayomhusu bwana El Mencho maarufu huyu bwana, akiwa wakati fulani akiwa ndio kwa muda mrefu akisimama kama ndio Mexico most wanted man, ambaye aliuawa masiku machache yaliyopita baada ya mapambano ambayo yaliendeshwa kwa pamoja vikosi vya Marekani pamoja na vikosi vya nchini Mexico ambako yeye ndio ametokea. Sasa kiongozi huyo wa cartel ya Jalisco cartel amezikwa rasmi na akiwa kwenye jeneza la dhahabu. Bwana we. Kuonyesha kwamba madini. Kuonyesha kwamba mambo mazuri. Bwana El Mencho alizikwa siku ya Jumatatu huko Mexico kwenye sanduku la dhahabu, lakini kukiwa na ulinzi mkali kabisa, licha ya kwamba wapendwa wake walifika wakiwa wamependeza na maua ya kuvutia na ya kupendeza. Na wanasema ulinzi uliimarishwa nyumbani kwake tangu siku ya Jumapili, na hiyo inatokana na hali ya ghasia ambazo ziliibuka mara baada ya kuuawa kwake. Bwana El Mencho ambaye ametajwa kama ni mmoja kati ya watu ambao ni hatari zaidi miongoni mwa wale viongozi wa cartels hizi za masuala madawa ya kulevya. Kama ambao tunafahamu, alikuwa kisakwa kwa muda mrefu, na mara baada ya miaka 17 aliweza kuuawa wiki moja iliyopita kupitia operation maalum ambayo iliendeshwa huko nchini Mexico, na kifo chake kiliweza kusababisha taharuki na mtiti ama mbungi katika majimbo zaidi ya 20 hapo nchini Mexico. Sasa kuonyesha namna gani bwana huyu alikuwa bwana ana mpunga ama cartel zimeonyesha kwamba mambo bado yapo. Matengeneza jeneza la dhahabu. I'm trying to think about hiyo madini ilivyotengeneza ile coffin. Hilo jeneza hilo unaweza kukuta likaamsha vita vipi, watu wanataka kwenda kulichukua. Sema unajua Jabil, by the way, mimi nilikuwa jaribu sana kufuatilia sana ndani. Ni vile kwa kweli yeye alikuwa ni tajiri mkubwa na ana fedha. Lakini ukweli ni kwamba kuna matajiri pia hapa pa Afrika kibongo wanatumia gharama kubwa sana kwenye majeneza yao. Kwa mfano mimi nimeangalia thamani ya jeneza lile ni kama dola za Kimarekani 20,000, kama milioni 50 hivi. Lakini sasa ukiniangalia milioni 50, kuna matajiri Jabil, ni vile tu soma star, ni vile tu namna gani, lakini wana hebu rudia tena. Umeona hiyo thamani? Ni kama dola za Kimarekani 20,000 ambazo ni kama milioni 50 hivi. Okay. Sasa ni vile tu tumeshajua alikuwa ni tajiri na ni kweli ana pesa za kutosha. Kwa hiyo sisi tunabidi sasa tuendelee kumpa huo maarufu wake. Lakini kibongo Afrika hii kaka, kuna watu wanatumia mazishi yao jeneza tu pesa za kutosha zaidi hata milioni 50 ya jeneza. Watu wanatumiaje wakati washakufa? Sema hao wanaobaki watu wake. Unakuta jeneza linakaa pale, jeneza ukiambia sifa zake, jeneza sio linafanya vipi, lina ubaridi gani, sio lina namna gani, lina dhahabu kwa huku, linafanya vitu gani, linaweza likamfanya mtu akawa hivi kwa miaka kadhaa ijayo. Alafu linashuka ardhini. Na linashuka ardhini zaidi hata dola hizo milioni 50.